Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, Mheshimiwa Lecho Kasanda, tunakushukuru sana kwa ujio wako. Kwa niaba ya Kamishna Mkuu wa Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania TFS Profesa Dos Santos Silayo, ninayo furaha kubwa kukaribisha rasmi katika hafla hii ya makabidhiano ya mbao 5,000 ambayo thamani yake ni milioni 37 zilizotolewa na Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania, taasisi ambayo ni mdau wa maendeleo kwa hapa Masasi, kusaidia maendeleo ya miundombinu ya shule katika wilaya ya Masasi. Mchango huu muhimu umetolewa kwa lengo la kusaidia ujenzi wa madarasa, mabweni pamoja na utengenezaji wa madawati katika shule mbalimbali zilizopo ndani ya wilaya hii ya Masasi. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, msaada huu ni sehemu ya dhamira ya TFS kuhakikisha kuwa rasilimali za taifa hasa misitu na nyuki zinasimamiwa kwa njia endelevu kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kizazi kijacho. Ni hatua ya kuonyesha shukrani kwa wananchi kwa kuwa mstari wa mbele katika kushirikiana na TFS katika jukumu kubwa la kulinda na kuhifadhi na kuendeleza mazingira katika wilaya yetu ya Masasi. Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania umeendelea kutekeleza majukumu yake kwa bidii, uadilifu na weledi mkubwa katika kusimamia, kulinda na kuendeleza rasilimali za misitu na nyuki. Tunapokabidhi msaada huu leo kwa niaba ya Kamishna Mkuu wa TFS, tunatoa shukrani za dhati kwa wananchi wa Masasi kwa kuwa sehemu ya mafanikio haya kupitia ushiriki wao katika shughuli za uhifadhi, kupanda miti kwa wingi na kushirikiana na taasisi ya TFS katika masuala mbalimbali ya kijamii ambayo ni ya kimaendeleo. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, ni wajibu wa kila mmoja wetu kuhakikisha kuwa tunatunza rasilimali za misitu kwa manufaa ya watu wote, kwa vizazi vya sasa na vijavyo. Tunawahimiza wananchi wote na hasa na pia walimu, wanafunzi, viongozi wa dini na jamii ya Masasi kuendeleza utamaduni wa kupanda miti ya kivuli na matunda katika maeneo ya shule, zahanati na taasisi nyingine ili kusaidia kuimarisha mazingira na kupunguza athari za mabadiliko ya tabia nchi. Lakini pia kwa maeneo ambayo kuna misitu ya asili, tunaendelea kuomba ushirikiano na wananchi wa Masasi kwa ajili ya kuhakikisha kwamba ile misitu inalindwa na inatumika kwa uendelevu. Kutokana na msaada huu wa mbao ambazo tunakabidhi leo, hizi mbao ni za miti ya kupandwa, kwa jina lingine inaitwa miti laini. Kwa hiyo taasisi ya Wakala wa Huduma za Misitu kupitia Kamishna Mkuu wa Uhifadhi aliridhia kwamba wananchi au jamii ya Masasi iweze kupatiwa mbao 5,000 kwa ajili ya matumizi mbalimbali za shule kama nilivyotamka hapo mwanzo. Kwa hiyo ilitenga budget kwa ajili ya kununua mbao hizi kwa ajili ya jamii ya wilaya ya Masasi. Hivyo tunakuomba sasa Mheshimiwa, kwa heshima zote upokee rasmi mbao hizi 5,000 kwa niaba ya serikali na ukiwa mwakilishi wa Mheshimiwa Rais hapa Masasi, ili wilaya ya Masasi mashule yaweze kumalizia majengo yaliyopo pamoja na miundombinu mingine. Tuna imani kuwa msaada huu utatumika kwa makusudi yaliyokusudiwa kuimarisha miundombinu hiyo. Naomba nitumie fursa hii kwa niaba ya serikali kwanza kabisa kumshukuru Kamishna Mkuu wa TFS Tanzania Profesa Dos Santos Silayo, ambaye
katika hali ya kawaida amekuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba anashirikiana na serikali kwa kiwango kikubwa ili kuhakikisha kwamba maendeleo yanakuja katika wilaya yetu na katika nchi yetu kwa ujumla. Popote nilipokuwa tumekuwa tukipata msaada wa TFS katika ujenzi wa mashule, katika ujenzi wa taasisi mbalimbali za serikali, lakini katika kuboresha miundombinu mbalimbali ya serikali. Nakumbuka nimekuwa Mlele, nimekuwa nikipata msaada huu kutoka kwa TFS. Kazi kubwa, siwezi kutaja mambo yote ambayo TFS wamefanya, lakini tu niseme ni taasisi ambayo sisi kama serikali tunaipongeza kwa kazi nzuri mnaofanya, lakini kwa msaada na jinsi ambavyo mnatoa ushirikiano mkubwa kwetu serikali kuu, lakini na kwa taasisi mbalimbali na idara mbalimbali za serikali ambazo tunapotaka kuboresha miundombinu, mnatumia sio tu rasilimali fedha, lakini rasilimali ambazo mnazo za misitu katika kuboresha miundombinu. Kwa heshima kubwa, kwa niaba ya Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, naomba ni fursa hii kuwapongeza sana, lakini pia kukiri kupokea mbao hizi 5,000 kwa ajili ya maendeleo ya wananchi wa wilaya Masasi. Sisi kama serikali tunazipokea mbao hizi, na mimi zitabaki hapa, na niseme tu zitabaki hapa kwa muda, wakati bado naangalia, tunakagua na kuhakiki maeneo halisi ambayo mbao hizi zitakwenda, kwa sababu zinatakiwa zifanye kitu ambacho kimekusudiwa. Tusingependa kuzitoa alafu mtu akaezekea nyumba yake, na kwa sababu tunataka zifanye kazi iliyokusudiwa na serikali katika kuboresha miundombinu ya elimu ambayo bado kwa sasa serikali inaendelea kuiboresha kwa kiwango kikubwa. Mheshimiwa Rais amefanya kazi kubwa katika kuhakikisha kwamba anaboresha miundombinu yetu. Sasa hii mnapounga mkono kazi ambazo Mheshimiwa Rais anafanya, na sisi wasaidizi wake tunatakiwa kuhakikisha kwamba kila kitu kilichokusudiwa kinafika mahali ambapo kinastahili kwa wakati na kinafanya kazi ile ambayo imekusudiwa. Na nitakuja na wakurugenzi hapa baada ya ukaguzi kwa ushirikiano wa kamati yangu ya usalama, baada ya ukaguzi na kuhakiki kwamba miundombinu inayoenda kufanyiwa kazi na mbao hizi aidha ni madarasa ama ni mabweni ama ni mabwaro ya chakula, kwa sababu tunayo majengo mengi ndani ya shule zetu ambazo maboma mengi hayajamalizika ambao tunaendelea nao na ujenzi. Baada ya kuyahakiki, najua wilaya yetu ina halmashauri 2 ya Masasi ya mji lakini na Masasi wilaya. Baada ya kuwa tumepita kote na kuhakiki kwamba wapi kuna jengo ambalo halijapauliwa, ili tuweze kutumia mbao hizi ili ziweze kuleta tija kwenye mradi ambao ulikusudiwa na serikali, lakini ulikusudiwa na taasisi ya TFS ambayo imekuwa msaada mkubwa sana kwetu. Naitwa Anderson Christian Besisra, mimi nasimamia kitengo cha masuala ya elimu kanda ya kusini TFS. Sisi kama wakala tunatoa wito kwa wananchi kuendelea kutunza rasilimali za misitu na nyuki, kwa kuwa hii misitu ndio maisha. Bila misitu hakuna maisha. Kuona hizi hali ya hewa, mvua, kila kitu natokana na usimamizi wa rasilimali za misitu. Kwa hiyo kama Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya alivyosema, wananchi tunawaomba tuendelee kutunza misitu tulionayo. Tusikate miti ovyo, tutunze hii misitu mingine ambayo imehifadhiwa, lakini tuendelee na kupanda. Lakini wananchi tunapenda kuambia kwamba sasa hivi tunayo kampeni ya matumizi ya nishati safi na salama, ambayo kwa wilaya ya Masasi tayari sasa hivi kuna kiwanda kikubwa ambacho kinazalisha hii mkaa mbadala, ambayo wananchi yoyote anayehitaji na bei ni nzuri kwa kilo wanaweza kanunua. Kwa hiyo wale ambao wanafanya biashara ya mkaa bila kuwa na vibali rasmi, kwa hiyo tutaendeleza zile doria ambazo tunaendelea nazo. Kwa hiyo tunapa wito kwamba wasiendelee kukata miti ovyo, kwa sababu unapoona sasa hivi kuna mabadiliko mengi ya tabia nchi. Hii yote tu ni kutokana na uharibifu wa misitu yetu. Kwanza ni uchomaji wa misitu ovyo. Wananchi, kwa sababu tunaenda hiki kipindi cha mwezi wa 6, hiki tuna kipindi cha kiangazi wa 7 mpaka mwezi wa 11. Kwa hiyo tuwaombe wananchi wasianzishe moto ambao huwezi kudhibiti.
waanzishe moto ambao wana uwezo nao wa kuulinda. Moto ni adui wa misitu yetu. Kwa hiyo mimi ndio wito wangu kwa wananchi hao. Kwa majina naitwa Alkwin Julius Chitanda, ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa Matankini iliyopo Masasi mji. Huu msaada ambao umetolewa na TFS Kanda ya Kusini kwa kweli utakuwa umeleta tija kubwa sana katika halmashauri ya wilaya ya Masasi na wananchi wote kwa ujumla. Sisi kama viongozi wa serikali ya mtaa tumejipanga vilivyo zaidi kwa ajili ya kukomesha hii tabia ya watu ambao wanakata miti ovyo bila utaratibu. Lakini mimi kama mwenyekiti wa serikali ya mtaa huu nimejitahidi sana kwa organize vijana hasa wa bodaboda. Tumeanzisha kikundi cha mabodaboda ambao tayari tunashirikiana nao kwa ajili ya upandaji wa miti kwenye mtaa wetu wa Matankini. Wao TFS ni mashahidi, wanafahamu hilo, na kwa kweli vijana hawa bodaboda wanajitoa sana katika hili. Na niwahakikishie tu katika msaada huu utaleta manufaa makubwa sana katika jamii ya Masasi. Kwa majina naitwa Gelvas Mahavile, ni mtendaji wa mtaa wa Matankini uliopo katika halmashauri ya Masasi mji. Mimi nashukuru kwanza TFS kwa kuonesha uungwana pia uzalendo kwa kuchangia bolti hizi na hizi mbao ambazo zitaenda kutatua changamoto ya mashule mbalimbali na miradi mbalimbali kama mabweni, madarasa. Kwa hiyo mbao hizi zitasaidia sana kutatua changamoto hiyo ya upauaji, na pia itaongeza tija katika kuboresha elimu yetu. Na pia tunawashukuru sana sababu wanaonesha moja kwa moja kwamba wako pamoja na serikali na kuunga mkono juhudi zote zinazofanywa na serikali hasa katika kunyanyua elimu yetu. Na pia katika swala la mazingira, sisi kama serikali ya mtaa tunajitahidi kutoa elimu kwa wananchi wetu kuhusu ukataji ovyo wa miti.